ili tuweze kufuata. Anatupatia mfano ili sisi wote tuweze kufuata. Lakini sasa nikikwambia kwamba Yesu Kristo mwenyewe yeye alikuwa ni mfano wa watu wa walemavu, wewe utasema nini? Maybe utasema hapana, Yesu Kristo mwenyewe aliponya watu ambao ni walemavu, watu ambao wana uwezo wa kuona, kusikia, akawapea afya zao. Sasa unatuambia Mungu ambaye ni mlemavu kivipi? Yesu Kristo aliwaponya watu na akatumia muda mwingi sana wake. Katika Agano Jipya tunaona kwamba kuna miujiza 35. Na Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anaponya watu kupitia hiyo miujiza 35. Lakini tunaona kwamba 27 ya hii miujiza inapatia watu ambao wako na mahitaji maalum, ambao ni walemavu. Tunaona miujiza 35 na 27 inazingatia watu ambao wako na mahitaji maalum. Tuko na departments ngapi katika kanisa? Tuko na women ministry, tuko na Pathfinder, tuko na tuko na zingine nyingi kabisa. Alafu department ya mwisho ambayo ni changa kabisa, ambayo ni toto sana katika kanisa, ambayo ni dhaifu ni gani? Ni Adventist Possibility Ministry. Hii ndio department ya mwisho katika kanisa ambayo ni dhaifu, na ambao watu wengi hawaelewi kuhusu hii idara. Yesu Kristo mwenyewe katika miujiza 35 akatumia 27 kuzingatia watu ambao wako na mahitaji maalum. Na hiyo ni kama over 75% ya miujiza yeye mwenyewe alizingatia kwa watu ambao wako na mahitaji maalum. Na kanisa pia hatupati kuelewa kuhusu hii idara. Kumaanisha nini? Tunakosa leseni ambayo ni ya muhimu sana, ambayo Yesu Kristo mwenyewe alitufunza sisi. Lakini katika hizi siku za mwisho, Yesu Kristo mwenyewe ametuma mwanga katika kanisa. Makanisa yaanze kuamka, kuzingatia hii idara ambayo ni ya watu ambao wako na mahitaji maalum, watu ambao wanaweza kuona, kusikia, kutembea, watu ambao wako na changamoto ya kiakili, kihisia, hao wote. Tunaona kwamba Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anafanya kazi nao. Tutazingatia mada yetu ambayo tutasoma mafungu machache. Kwanza tutasoma kitabu cha Luka 6, Luka 4 mstari wa 18 hadi 20. Luka 4:18 hadi 20. Biblia inasema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Yesu Kristo mwenyewe anazungumza akiwa katika sinagogi. Kwa mfano sasa kama hapa. Kama siku ya leo Yesu Kristo mwenyewe amefikisha miaka yake ya kuanza kazi. Siku yake ya kuzaliwa. Na ni kama kwa mfano ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa ambaye amefikisha miaka yake 30. Katika hiyo siku Yesu Kristo mwenyewe alikuwa aanze misheni yake rasmi. Na yenye ilimfanya yeye mwenyewe atoke kule juu mbinguni akuja hapa duniani. Akasimama pale kwenye sinagogi, akatia wazi, akasema kwamba sababu ambayo alitoka kule juu mbinguni akakuja hapa duniani. Akasoma hiyo fungu ambayo ni ya Luka. Akasema kwamba Mungu amemtia mafuta ili akuje kufanya nini? Kuhubiri Injili kwa maskini, kwa watu ambao wana uwezo, watu ambao ni walemavu, watu ambao wamevunjika moyo, watu ambao wako na mashida nyingi sana na wamevunjika. Hao watu
wako katika hii idara ambayo ni Adventist Possibility Ministry. Yeye mwenyewe hakutia wazi kwamba yeye alikuja akatoka kule juu mbinguni akakuja kufanya kazi na watu ambao ni matajiri, watu ambao wanafurahia. Hapana. Yeye mwenyewe alikuja kusema watu ambao wanatoa machozi, watu ambao ni maskini, watu ambao wako katika migereza. Hii ndio Yesu Kristo alikuja kushughulikia. Lakini kivipi? Yesu Kristo mwenyewe, hii idara yake ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaishughulikia, na kanisa yake imesahau hii idara. Kumaanisha kwamba sisi kama kanisa tumekosa jambo ambayo Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anataka kutuonyesha. Lakini ukifikiria kwa undani, utaelewa ni kwa nini. Lakini muda wa kuelezea nayo hatuna kwa undani. Lakini nitaendelea mada ya siku yetu ya leo, ambayo ni Mungu ambaye ni mlemavu, the disabled God. Tunafikiria kwamba muumbaji ambaye ana nguvu, yeye mwenyewe tunafikiria kwamba yeye mwenyewe ni vigumu sana yeye mwenyewe kujiunganisha na watu ambao wako na ulemavu, watu ambao ni wadhaifu, watu ambao wako na changamoto. Tukisoma vizuri kuhusu Yesu Kristo mwenyewe, yeye mwenyewe alifanya kazi na watu ambao ni wadhaifu, alafu kisha tena baadaye akafanya kama ni mchezo kwa watu ambao ni wadhaifu na akajiunga pamoja nao ili yeye mwenyewe haweze kuonyesha nguvu zake. Tutasoma katika kitabu cha Yohana 20, Yohana Mtakatifu 20. Hiyo ndio mada tutazingatia pale katika hiyo kitabu cha Yohana 20 in general. Tutazingatia pale, na kila mmoja wetu tunajua hii hadithi kweli katika wakati ambapo Yesu Kristo mwenyewe baada ya kufufuka kwake na kuzikwa kwake, pia tunaielewa vizuri jinsi ambavyo yeye mwenyewe alifufuka. Wakati ambapo alifufuka, mwili wake ulikuwa si kama ule mwili wa kawaida. Akazikwa, akakaa pale siku 3. Alafu kisha tena baadaye tukiendelea kusoma nitawauliza na muendelee kuzingatia hii mada yetu ya siku ya leo. Tunaona kwamba Mungu mwenye nguvu, yeye ana nguvu zake kabisa. Mwana wake anamfufua mwana wake na mwili ambao umevunjika, ikiwa na shimo katika mikono, katika mbavu na katika miguu. Mungu mwenyewe alikuwa na nguvu kabisa za kumfufua mwana wake na mwili ambao uko sawa kabisa, mwili ambao una jeraha hata kidogo. Na tukiendelea kusoma Biblia inatuonyesha kwamba Yesu Kristo mwenyewe Mungu mwenyewe alimfufua na mwili ambao uko na shimo katika mikono, katika mbavu na katika mikono. Hiyo ndio tutazingatia siku ya leo katika Yohana 20 mstari wa 16 na 17. Yohana 20:16-17. Inasema, Yesu akamwambia Mariamu, yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. 17. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Yesu Kristo sasa amefufuka. Anakutana na mwanamke ambaye ni Mariamu. Anakutana na Mariamu. Mariamu naye kumuona Yesu, anataka kwenda kumsalimia Yesu, aweze kumbusu Yesu. Ni kama kwa mfano sasa wewe, mtu ambaye rafiki yako kabisa unampenda sana amekufa, alafu tena akafufuka, utataka kumsalimia, uweze kumbusu. Huyu mwanamke pia Mariamu alikuwa anataka pia kumbusu Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo akasema kwamba usiweze kuniguza kwa sababu sijapaa kwenda juu mbinguni. Yesu Kristo akamwambia kwamba nendeni ukaambie ndugu zangu, sijaenda nimefufuka lakini sijapaa kwenda kule juu mbinguni.
Yesu Kristo akakataa Mariamu aweze kumshika. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni wazi kwamba Yesu Kristo hakuwa amepaa kwenda juu mbinguni. Ndio maana hakutaka Mariamu aweze kumshika. Lakini sasa hiyo siku jioni tena, mstari wa 20. Mstari wa 20, naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Hiyo siku tena jioni, wanafunzi nao wako na uoga, wamejifungia kwenye chumba. Yesu Kristo naye akaja katikati yao. Wakafanya nini? Yesu Kristo akawaonyesha mikono yake. Akaonyesha mikono yake, wakaangalia, wanafunzi wakaangalia, wakaona. Alafu tena wakafanya nini? Wakaangalia hiyo mikono ya Yesu Kristo. Walikuwa wamevunjika moyo? Hapana. Inasema kwamba walifurahia. Fungu inasema walifurahia. Yesu Kristo aliwaonyesha mikono ambayo iko na shimo. Mikono ambayo iko na damu ambayo imekaukia pale. Damu ambayo imekaukia pale. Alafu mkono tena umefura. Alafu unamwaga tena usaa. Mkono ambaye iko na sio sura nzuri kuangalia. Lakini wanafunzi wa Yesu Kristo walifurahia kuona. Kwa nini? Kwa sababu mikono yake ilikuwa imevunjika na iko na shimo. Na iko na usaa na damu ambayo imekaukia pale. Hii ni kuhakikisha kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo akawaonyesha, wanafunzi wakafurahia, wakajua kwamba huyu ndiye Bwana wao. Hii uso wa Yesu Kristo walikuwa wameujua vizuri, lakini hawakutoka kuangalia. Walizingatia wapi? Wakati Yesu Kristo aliwajia kati yao, hawakuangalia uso wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo mwenyewe hakuonyesha uso wao ati ndio huyu ni mimi. Huyu ni mimi. Hapana, Yesu Kristo hakufanya hivyo. Yesu Kristo mwenyewe aliwaonyesha nini? Mikono ambayo iko na usaa. Hiyo ndio Yesu Kristo mwenyewe aliwaonyesha. Na wanafunzi wakati waliona wakafurahia. Hao wanafunzi wa Yesu Kristo wamefanya kazi na Yesu Kristo miaka 3 na walikuwa wanajua uso wa Yesu Kristo unakaa vipi, nywele yake inakaa vipi, pua lake linakaa vipi. Walikuwa wanamjua vizuri sana. Lakini wakati aliwajia katikati yao, hawakuangalia uso wake ambao ulikuwa mrembo, hapana. Hii wakaona sio ya muhimu. Na wao wenyewe walikuwa wanataka kuona mikono ambayo imevunjika, mikono ambayo sio rembo, mikono ambayo damu imekaukia pale na iko na usaa. Wakati waliona wakafurahia, wakasema huyu ndio Bwana wetu. Sisi ni mwili wa Yesu Kristo. Watu ambao wako na ulemavu wanafaa kuwa katikati ya kanisa. Hiyo malaika wakiangalia katika kanisa, wakiona watu walemavu watafurahia. Mungu mwenyewe alimfufua Yesu Kristo mwana wake, akijua kwamba hii mikono ya Yesu Kristo ambayo iko na damu ambayo imekauka ni ya muhimu sana kwa wanafunzi wa Yesu Kristo na pia kwa malaika kule juu mbinguni. Lakini mwili wa Yesu Kristo kwa kanisa, sisi wenyewe hatujui. Tunatenga tu mikono ambayo imevunjika, watu ambao wamevunjika katika kanisa, watu ambao ni walemavu, watu ambao wana uwezo wa kuona katika kanisa wakihitaji msaada. Sisi tunasema ni sawa tu. Lakini Yesu Kristo mwenyewe alijua hii idara ni ya muhimu sana. Ndio maana akamfufua mwana wake. Mungu akamfufua mwana wake ili aweze kuwa kama mfano. Mwili wa Yesu Kristo uweze kuwa mfano kwetu. Kuna mtu mmoja kwa pale. Mstari wa 25. Mstari wa 25 Biblia inasema, basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa msumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo.
Wakati Yesu Kristo aliwajia kati ya wao wanafunzi wengine, Tomaso hakukuwa pale, akaja baadaye. Akasema wanafunzi wakamuuliza, wewe ulikuwa wapi? Tushamuona Bwana wetu na ashaenda kule juu mbinguni. Tomaso akakataa kabisa. Akasema kwamba lazima nione mikono ya Yesu Kristo, niingize kidole changu katika mbavu, pia niingize kidole changu ndio nitakubali. Sasa wote wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wanamjua Yesu Kristo, lakini Tomaso akakataa kuwasikiza hao wanafunzi 11. Akakataa kuwasikiza. Lakini Tomaso mwenyewe alikuwa na hamu sana ya kuona mikono ya Yesu Kristo. Yeye mwenyewe akasema, nisipoona sitaamini. Tuna makanisa mengi sana yanatumia pesa ambayo ni milioni nyingi sana ili kujenga kanisa ambalo linametameta kabisa, kanisa ambalo ni nzuri. Ni kwamba hiyo jengo tu ni mwili ambayo ni wa Yesu Kristo. Wanafikiria kwamba kanisa ambayo ni rembo, ambayo iko sawa kabisa, inatosha. Lakini Yesu Kristo mwenyewe anasema kwamba mikono ambayo imevunjika katika kanisa ni mwili wake. Hii ni washiriki waweze kusaidia watu ambao wanaweza kuona, kusikia, na watu ambao wamesongwa na mawazo. Hii ni ya muhimu sana katika kanisa. Ndio hii walikuwa wanataka kuhakikisha. Na pia malaika juu mbinguni wakiona, watasadiki wakisema hii kweli ni kanisa la Mungu na ni mwili wa Yesu Kristo na sio uongo. Wakati Yesu Kristo ambapo alifufuka, wanafunzi wake kwa njia moja peke yake ya kuhakikisha kwamba huyu ni Yesu Kristo ni kupitia mikono ambayo imevunjika na mwili ambao ulikuwa ni mlemavu. Hii ndio walikuwa sadiki kwamba waseme kweli huyu ndio Mungu wetu. Huu ni mwili wa Yesu Kristo ambao amefufuka. Ni kama sasa kama nyinyi, malaika kule juu mbinguni wakiona wewe, wanataka kuona mwili wa Yesu Kristo. Wanaangalia. Wanasema, huu si mwili wa Yesu Kristo. Mikono ambayo imevunjika, ambayo iko na shimo, haiko pale. Watu ambao ni walemavu hawako pale. Wanazingatia tu uso tu peke yake. Hapana. Hii mikono ndio watu ambao wafikiri sio ya muhimu, ndio ilikuwa ya muhimu. Mungu mwenyewe alijua kwamba ndio maana sababu akamfufua mwana wake na mwili ambao umevunjika na kuwapa wanafunzi kama mfano. Baada ya siku 8 mstari wa 27, kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. 28. Baada ya siku 8, nini kilifanyika? Yesu Kristo mwenyewe tena akawajia katika wanafunzi wake. Lakini huu wakati ambapo aliwajia, Yesu Kristo mwenyewe akamuita Tomaso, akamwambia kuja. Tomaso, kuja. Ona mkono, akaingiza kidole kwenye mbavu, pia akaingiza kidole na kwenye miguu. Akamuuliza kwamba kama ameamini. Akasema ndiyo, nimeamini. Lakini sasa turudi wakati ambapo Yesu Kristo ambapo alifufuka. Wakati Mariamu mwenyewe alikuwa anataka kumbusu na kumsalimia Yesu Kristo. Na Yesu Kristo akakataa Mariamu kumshika. Kwa sababu gani? Yesu Kristo mwenyewe hakuwa amepaa kwenda kule juu mbinguni. Lakini sasa baada ya siku 8, Yesu Kristo mwenyewe akaja, akamuita Tomaso, akamwambia Tomaso, nishike sasa. Kumaanisha kwamba kabla ya hapo, wakati alikataza Mariamu na wakati aliita Tomaso aweze kumshika, tunaona kwamba kuna tofauti. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alisema kwamba sijapaa kwenda kule juu mbinguni. Lakini sasa anamuita Tomaso, anamwambia kwamba
kuja unishike, kwa sababu kazi ya mbinguni ishaisha. Akaenda kule juu mbinguni, akakutana na baba yake, akamwonyesha mikono ambayo imevunjika. Jinsi tu vile alionyesha wanafunzi wake, akamwonyesha baba yake. Baba yake akaangalia kwenye mbavu. Na Yesu Kristo, wakati baba yake aliona mikono ambayo imevunjika, akafa pale juu msalabani, damu ikatiririka kuondoa dhambi ambazo ni za ulimwengu. Ikawa ni kama ni kafara. Baba yake akaangalia, akatia kafara sahihi, akasema ndio, kila kitu kimeisha, akakubali. Na Yesu Kristo mwenyewe akafurahia, akarudi tena huku duniani baada ya siku 8. Ndio akamuita Thomaso, akamwambia, sasa Thomaso, unaweza nishika. Sababu ni gani? Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anataka baba yake awe ni wa kwanza wa kutia sahihi na kubali kafara ambayo imefanyika. Unafikiria nini? Kwamba Yesu Kristo mwenyewe baada ya kufufuka hakuwa na mwili ambao ulikuwa ni mkamilifu. Hakuwa mwili ambao uko sawa kabisa. Ilikuwa ni mwili ambao umevunjika, ambaye imechangamana na mikono ambayo ni ya ulemavu, miguu ambayo ni ya ulemavu. Alikuwa anatembea vile. Huu mwili akaubeba hivi, akauenda kule juu mbinguni. Akaonyesha baba yake. Baba yake alikataa? Hapana, hakukataa, alikubali. Wakorintho wa kwanza 12, Paulo anazungumza kwamba kuhusu mwili ambao ni wa Yesu Kristo, ambao una viungo tofauti tofauti, mikono, miguu, macho, pua, sikio. Kila kiungo katika mwili iko na a different ability, iko na uwezo tofauti tofauti. Zingine zina nguvu, zingine ni dhaifu, zingine zinafanya kazi kwa pamoja. Ni kama mwili wa Yesu Kristo pia, kama sisi kama kanisa. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 23 tusome. Inasema hivi: na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Tafadhali rudi nyuma tena uanzie 22. 22 inasema hivi: bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyote vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Paulo anazungumzia kwamba kuhusu viungo ambavyo ni tofauti katika mwili wa Yesu Kristo, ambayo ni kanisa ya Yesu Kristo. Wanafaa kuwa na watu ambao wako na nguvu, ambao wanafunza leseni vizuri kabisa. Mwingine anaweza hubiri kabisa, na mwingine pia anaweza kufanya uongozi kabisa katika Biblia, au aongoze Biblia kwa undani. Lakini sasa katika huu mwili wa Yesu Kristo na haina viungo vingine, ambao watu wengine wataongoza leseni, mwingine hajui kuimba pia, naye kazi yake itakuwa ni kuosha tu kanisa peke yake, mwingine kazi yake itakuwa ni kufagia kanisa. Wote ni mwili wa Yesu Kristo. Watu ambao wana uwezo wa kuona, kusikia, watu ambao wanatumia gari la gurudumu, hao wote ni mwili wa Yesu Kristo. Lakini sasa Paulo anasema kwamba hivi viungo vya mwili ambavyo wewe mwenyewe unafikiria sio za muhimu, wewe mwenyewe unafikiria sio za muhimu, unafikiria ni dhaifu kabisa, havina elimu, hawawezi kuhubiri, hawawezi kufanya Bible study, wewe mwenyewe ndio unafikiria ni wadhaifu. Paulo anasema kwamba hivi hao watu ndio unafaa kuwapatia heshima zaidi. Viungo ambavyo wewe mwenyewe unafikiria huyu hana elimu, hawezi kuongoza kuhubiri,
hawezi kuongoza leseni, hana uwezo wa kuona kusikia, huyu ambao wewe mwenyewe unamfikiria wewe ni mdhaifu. Paulo anasema karibu, huyu ndio jukumu lako kumshughulikia. Kwa sababu mwili ambao uko na nguvu, ambao uko kabisa, yeye ni mrefu kabisa, uko na elimu inatosha kabisa, ambaye yako na nguvu yake, huyu hahitaji kusaidiwa kwako, kwa sababu Mungu mwenyewe amempatia kila kitu kabisa, amempatia kila kitu. Lakini huyu sio jukumu lako. Huyu mwingine ambaye ni mdhaifu ndio jukumu lako. Hivi viungo ambavyo ni vidhaifu, tulipewa mfano na Mungu wetu kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Ni kwamba hao malaika kule juu mbinguni ndio wanaangalia, kwa sababu hawa ndio walikuwa wameteuliwa na Mungu ili waweze kuwa mfano kwenu. Wakorintho wa kwanza 4:9. 4:9, Biblia inasema hivi: maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho, kama watu waliohukumiwa wauawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia, kwa malaika na wanadamu. Paulo anasema kwamba wakati ambapo yeye mwenyewe alikuwa anaangalia kanisa, akaona kuna washiriki ambao wanateseka. Yeye akafikiria kwamba Mungu mwenyewe amechagua wengine wachache katika kanisa ili wao wenyewe waweze kuwa wateswe kabisa, waweze ile hali, katika ile hali ya kuuawa, ili wao wenyewe waweze kuwa mfano kwa watu wengine na kwa malaika kule juu mbinguni. Sikiza vizuri. Narudia tena. Paulo anasema kwamba katika kanisa Mungu amechagua watu wengine ili waweze kuwa ni kama wanateswa, si kwa sababu ya dhambi zao, hapana. Maybe hawana dhambi, lakini Mungu mwenyewe amewachagua. Mtu ambaye ni mlemavu, mtu ambaye ana uwezo wa kuona na kusikia, huyu mtu ndio Mungu amemchagua awe kwako kama faida kwako, awe ni faida kwako na kwa malaika kule juu mbinguni. Mungu mwenyewe anasema kuanzia leo, wewe mwenyewe unafikiria watu ambao wamevunjika, usiwalaani, hapana. Mungu mwenyewe amewachagua waweze kuteseka kwa wewe, ili wao wenyewe waweze kuwa kwa mfano kwa watu wengine, kwako na kwa malaika kule juu mbinguni. Mtu akiona mtu ambaye ni mlemavu, hana chochote kabisa, anateseka, lakini yeye anaendelea kumwamini huyu Mungu, malaika kule juu mbinguni wanashtuka, wanaendelea kumwabudu Mungu kwa sababu ya huyu mmoja, huyu ambaye anamwabudu Mungu. Na pia malaika kule juu mbinguni wanapata kusoma jambo, na pia kwa watu wengine, kwa majirani pia, wakiona mtu ambaye amevunjika, mtu ambaye ni mlemavu, anaendelea tu kwenda kanisa na kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu, majirani watafikiria huyu mtu ambaye ana uwezo wa kuona, kusikia, hana chochote, yeye ni maskini, elimu ya juu hana, lakini yeye anamwamini Mungu na anamshukuru Mungu. Kwa nini? Wataendelea kusoma jambo kupitia kwa huyu mtu bado. Ni kumaanisha kwamba mikono ambayo imevunjika ikiwa katika kanisa iko pale ili uweze kukusaidia wewe mwenyewe kukua kiroho. Wako pale kwa ajili yako na kwa faida yako. Muda ni mfupi kuelezea kwa undani, lakini natumaini kwamba tutakuwa na muda mwafaka wakati ujao ili tuweze kuzungumzia kila kitu kwa undani. Lakini kwa sasa nitaachia pale, kutumainia kwamba mmebarikiwa kwa hayo machache ambayo tumekuwa nayo, na kuhusu watu ambao katika position ambayo watu ambao wako nayo, watu ambao ni walemavu wako nayo katika kanisa. Nawashukuru sana kwa hiyo. Kabla nifunge, nataka kuambia hadithi moja. Nadhani mko na dakika 5 hivi, dakika 5 za hadithi.
Miaka iliyopita kule awali, kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa anataka kujua tofauti ya mbinguni na jehanamu. Mungu mwenyewe akamtuma malaika ili aweze kusaidia huyu mwanaume aweze kuelewa tofauti ni ipi. Malaika akaja akamshika mkono, akampeleka katika chumba kimoja, akamfungulia ile chumba. Pale katika ile chumba kulikuwa na meza kubwa ambayo kulikuwa na chakula tofauti kinanukia tamu kabisa. Chakula kimejaa pale. Na watu wamekaa pale katika ile chumba. Na chakula kimejaa pale. Lakini watu ambao wako pale ni wamekonda kabisa. Uso wao inaonyesha ni watu ambao ni wagonjwa, wana njaa kabisa. Na kila mmoja pale katika ile meza ana kijiko kirefu. Na kila mmoja pale ana kijiko kirefu kabisa, imefungiwa pale katika mkono wake. Kijiko kirefu kimefungiwa pale katika mikono. Kila mmoja amefungiwa kijiko katika mkono wake. Lakini wote wana njaa na uso zinaonyesha ni kama ni wagonjwa. Sawa? Alafu tena malaika akamwambia kwamba hii ni jehanamu. Sasa njoni kuonyeshe mbinguni. Akaenda katika chumba kingine. Na pale pia kulikuwa na meza ambayo ilikuwa pale, kubwa kama ile chumba kingine. Chakula kimejaa kabisa. Na watu ambao wameketi pale katika hiyo meza, wamezingira hiyo meza, wana afya nzuri, wanacheka kabisa. Wako tu sawa kabisa, wanafurahia. Na kila mmoja pia ana kijiko kirefu kimefungiwa katika mkono wake kama ile chumba kingine. Lakini huyu mtu akasema mimi sielewi. Hapa mbinguni watu wana afya kabisa. Kule jehanamu watu hawana afya. Malaika akamuelezea akamwambia kwamba pale katika jehanamu wale watu wakitaka kukula wanajifikiria wao wenyewe. Wanataka kukula, kijiko kimefungiwa katika mkono, kila mtu anajifikiria tumbo yake mwenyewe. Mtu anachota chakula, akienda kukula, chakula kinaanguka ile upande mwingine. Anachota chakula, akitaka kukula, kinaanguka upande mwingine. Tena anataka kuchota na kula, inaanguka ile upande mwingine. Kumaanisha kwamba njaa tu inaendelea tu, chakula iko pale, lakini wanaendelea kufa njaa. Lakini katika hii chumba kingine hapa mbinguni, hapa watu wamesoma kwamba jinsi ambayo ya kulishana. Anachota chakula mmoja, anapatia mwenzake. Mwenzake anakula, anamaliza pia naye anachota, anampatia, anakula na meza. Hivyo kulishana tu. Anampa, anakula, anampa, anakula. Wote wanakuwa na afya. Mungu mwenyewe anajua kwamba we mwenyewe ni vigumu kukua kiroho bila kulishana. We mwenyewe unajifikiria we mwenyewe, tumbo lako we mwenyewe, hivyo ni vigumu kukua kiroho. Lakini kwamba watu ambao walemavu wakija katika kanisa, katika idara ambayo ni Adventist Possibility Ministry, watakusumbua wewe na watakupatia fursa ya wewe kuulisha mtu mwingine. Kupitia huyo mtu mwingine, kuulisha huyo mtu mwingine, na pia wewe utakuwa na hiyo chakula ya kiroho, utaendelea tu kukua hivyo hivyo mkilishana. Lakini wewe peke yako uko tu pale, unajifikiria wewe mwenyewe, unachota chakula kinaanguka ule upande mwingine, unachota kinaanguka upande mwingine. Utakaa hivyo na njaa kwa muda mrefu na hutawahi kushiba kiroho. Mungu awabariki. Asanteni sana. Kuna watu wengi, kuna watu wachache ambao maybe wanataka kusoma hii lugha ambayo ni ya ishara, sign language, ili iweze kusaidia, ili ujumbe uweze kufikia watu ambao wana uwezo wa kusikia, maybe katika society, katika jamii kwa uzima, na unataka kusoma hii sign language. Tafadhali mnaweza panga pamoja na kiongozi ambaye ni Pamela.
mzungumze naye ili tuweze kuona ni vipi. Lakini sasa nawaalika tuweze kusimama tuombe. Tuombe. Mungu yetu mkuu aliyekule juu mbinguni, asante kwa kututuma siku ya leo, asante kwa kutujalia siku ya leo. Tangu kule awali ambapo sisi wenyewe hatukuelewa watu ambao ni walemavu, tumekuwa tukiwacheka, tumekuwa tukiwatenga, lakini wewe Mungu mwenyewe umewachagua katika kwa mkono wako ili waweze kuja katika kanisa, lakini kanisa haijaelewa. Kwa sababu ya hiyo Mungu tunaomba uweze kutusamea na tuweze kutupa roho mpya ya ili tuweze kuwakubali hawa watu ambao wamevunjika, ambao wako chini yetu, ambao wako na mahitaji, wanahitaji kusaidiwa. Kupitia hili pia sisi tutakuwa kiroho. Naomba kwamba neema yako iweze kutushusha na tuweze kuwa na tuige uso wako na tabia yako, ambayo sisi wakati ambapo tumefika hapo uweze kutujalia hadi siku za mwisho katika kanisa, ili iweze kubadili iwe na tabia kama yako, iweze kuonyesha kazi ambayo Yesu Kristo ambaye alikuja kufanya huku duniani, na kwamba ili waweze kukujua wewe. Bwana, tunaomba kwamba katika washiriki wa kanisa hili ambao wamekuja kusikia ujumbe wako na pamoja na wachungaji na wazee wa kanisa ambao wako wameelewa kule awali, tunaomba kwamba Mungu uweze kuwabariki na umeweza kuwachagua katika hii waweze kuwa katika hili kanisa. Tunaomba kwamba Mungu uweze kuwaongoza ili waweze kusaidia watu ambao ni walemavu waje katika kanisani waweze kuwa washiriki. Tunashukuru kwa siku ya leo. Tunataka kufunga kipindi chetu ya siku ya leo. Tunaomba kwamba Mungu tupatie safari njema kurudi nyumbani. Kila mmoja wetu akienda kwa familia yake, tusiende peke yetu, hapana. Lakini uweze kuungana pamoja nasi na Roho wako Mtakatifu aweze kuungana pamoja nasi. Na tuweze kufanya zoezi kila kitu ambacho tumesoma siku ya leo, tukiongojea urejeo wako Yesu Kristo mara ya pili. Na tuweze kuweka kwa akili, tutoe maringo yetu pia uweze kutushusha. Na tuweze kuwa pamoja, tuweze kushughulikia watu ambao ni wa chini, watu ambao ni wachafu, watu ambao Yesu Kristo mwenyewe ulitoka kule juu mbinguni ukaja huko duniani ili uweze kuwashughulikia, ili waweze kukubali wokovu. Tunaomba kwamba Mungu uweze kutufanya ili tuweze kuwa salama hadi wakati ambapo tutakutana tena. Tumeomba hayo kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu.